Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tafakari nyingine hii ambayo nishawatangazia tayari kuhusu nguvu zilizo ndani ya pendo la Mungu kwetu. Ni zipi hizo nguvu? Zina faida gani kwetu? Nishawatangazia tayari kwa WhatsApp, na somo litakalotuongoza linatoka Luka. Ni Luka 7 mstari wa 36 mpaka mlango wa 8 mstari wa 3, na nitalisoma ili tuongoze katika masomo ya leo. Ni Yesu nyumbani kwa Simoni Mfarisayo. Linasema hivi: Mfarisayo mmoja alimwalika Yesu kula chakula nyumbani kwake. Akaingia nyumbani kwa huyo Farisayo, akakaa kula chakula. Basi katika mji ule kulikuwako na mama mmoja mwenye dhambi. Alipopata habari kwamba Yesu yuko nyumbani kwa huyo Mfarisayo, alichukua chupa ya alabasta yenye marashi, akaja akasimama karibu na miguu yake Yesu akilia, na machozi yake yakamdondokea Yesu miguuni. Huyo mwanamke akaipanguza miguu ya Yesu kwa nywele zake, kisha akaibusu na kuipaka yale marashi. Yule Mfarisayo aliyemwalika Yesu alipoona hayo, akawaza moyoni mwake, kama mtu huyu angekuwa kweli ni nabii, angejua huyu ni mwanamke wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Lakini Yesu akamwambia huyo Mfarisayo, Simoni, ninacho kitu cha kukwambia. Naye Simoni akamwambia, ndiyo mwalimu, sema. Yesu akasema, watu wawili walikuwa wamekopa mtu fedha. Mmoja alikuwa amekopa dinari 500 na mwingine 50. Waliposhindwa kulipa deni yao, huyo mtu akawasamehe wote wawili. Sasa ni yupi kati ya hao wawili atapenda zaidi huyo bwana, ama atampenda zaidi huyo bwana? Simoni akajibu, ni dhahiri ya kwamba ni yule aliyesamehewa deni kubwa zaidi, atampenda zaidi yule bwana. Yesu akamwambia, sawa. Halafu akamgeukia yule mwanamke na kumwambia Simoni, unamuona huyu mwanamke, sivyo? Basi mimi nilipoingia hapa nyumbani kwako, hukunipa maji ya kunawa miguu yangu, lakini mwanamke huyu ameniosha miguu yangu kwa machozi yake na kunipanguza kwa nywele zake. Wewe hukunisalimia kwa kunibusu, lakini huyu mwanamke tangu nilipoingia hapa amekuwa akibusu miguu yangu. Wewe hukunionyesha ukarimu wako wa kunipaka mafuta kichwani, lakini huyu mwanamke amefanya hivyo kwa kunipaka mafuta miguu yangu. Kwa hivyo nakwambia, amesamehewa dhambi zake nyingi, kwa kuwa ameonyesha upendo mkubwa. Mwenye kusamehewa kidogo hupenda kidogo. Basi Yesu akamwambia yule mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale waliokuwako pamoja naye mezani wakaulizana, ni mtu wa namna gani huyu awezaye kusamehe dhambi? Naye Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, nenda kwa amani. Hilo ndilo neno la Mungu. Kutokana na tafakari hiyo katika wiki hii, naomba neno la Mungu liwaongoze na mpende kabisa kutafakari juu ya usafi wa moyo. Mungu anapenda usafi wa moyo. Hataki kutumia neno dhambi, anapenda usafi wa moyo. Na yeye mwenyewe anazo nguvu za kuosha ile mioyo yetu ikiwa tumeifungua. Hilo somo, upendo usio na kikomo, naeleza kwa ufupi. Aliye na hatia ya Bwana yetu, aliye na hatia ni Bwana wetu Yesu Kristo, ama ni Simoni, ama ni huyo mwanamke wa
wa jijini, mdhambi aliyetubu. Ni nani aliye na dhambi zaidi yako? Tabia ya Simoni yeye ni hukumu watu na pia kuwabagua kijinsia. Manake ni mwanamke, sasa hapaswi hata karibu na Kristo, hapaswi kumgusa Yesu, na kama angekuwa nabii huyo mwanamke angekuwa karibu. Pia mwenye mila za mapokeo yao ya Kiyahudi ziko katika mawazo yake kwa wingi sana. Mwanamke huyo biashara yake ilikuwa ni uzinzi. Ni kina nani walikuwa wakienda huko? Wateja wake walikuwa ni kina nani? Ni hao baadhi ya watu ambao wamejazana pale Kristo yuko, wanamhukumu yule mama, ndio wengi wao ni wateja wa huyo mama. Kwani Bwana wetu Yesu Kristo kwa nini hakumhukumu huyo mama na hata kumlaani kwa kazi, kwa hiyo biashara hiyo, kwa kuvunja amri ya 6? Kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo hakufanya hivyo? Hata hakumlaani wala hakumhukumu yule mama. Ukiangalia habari ya Yesu Kristo, anasema alimpenda zaidi, alikuwa na upendo mkubwa sana, alichukia dhambi mama, na akawa jasiri kabisa wa kusikia hukumu hiyo katika dhamira yake, na anaomba msamaha, anajongea karibu na Yesu, anagusa utakatifu, anagusa mpaka wa Mungu apate kutakaswa, apate pia kutambuliwa na Mungu kwamba yeye ni mwenye dhambi. Nenda na amani, dhambi zako zimeondolewa. Alimuosha miguu ya Kristo, akapanguza kwa nywele zake, alibusu miguu yake ya Kristo huyo mara nyingi sana, alimpaka mafuta ya thamani sana kubwa na yenye manukato makubwa ambayo watu waliinusa kwa wingi sana. Atenda dhambi nyingi kama hizo, watenda dhambi wengi kama hao nyingi hizo, hawana moyo wa dhamira ya kuhukumika kidhamira, moyo wa kuumia na kusikia uchungu na kutamani kumgusa Yesu, kuwa karibu na Yesu, na hata kwenda karibu kuona kwamba Yesu amemuona, kufanya vyovyote Yesu apande kumuona. Tunajifundisha kutoka huyu mama. Lakini alimpenda Yesu na akatubu na akawa na huzuni moyoni, na Yesu akatambua hayo mama. Matokeo ya dhambi kwa mwanadamu ni yapi? Tuangalie huyo mama alikuwa anaishi katika hali ipi, na wote walio na dhambi sasa ambao hawendi maungamo, labda walibatizwa wakapata kipaimara na pia hawendi kupokea na hawaende maungamo, matokeo ni yapi? Hukata uhusiano na Mungu, yaani hukata pendo la Mungu kutiririka kwetu, na ulinzi wa Mungu hauwezi kutiririka kufika kwetu. Mungu ana upendo usiokuwa na mwisho, lakini unajitenga. Ni kama vile watu wamepika chakula na wewe una njaa, alafu unajitenga. Watu wanakutana kingine, unajitenga. Unajua baada ya wiki moja mbili utakuwa madhara yake utaanza kuyaona. Humtenganisha na nafsi yake yeye mwenyewe pia. Nafsi inagawanyika, kuna roho ndani na kuna mwili. Inamtenganisha na jirani, na uovu unazidi ndani ya yule mwanadamu na unamtawala na kumkosesha amani, na hata kumfanya asiwe na amani katika familia yake, kutatiza familia yake, kutatiza parokia yake, hata padri wake, paroko wake. Anakuwa mtu wa binafsi, wa maovu, manake dhambi inatawala. Anakuwa mtumwa wa muovu, anatumikia maovu, na kuna njaa ya uovu ndani, kuna uchungu, kuna upweke, kuna mengi ndani yake ambayo yanamuongoza katika maasi ya kila aina. Tunasema yeye anakuwa mtu wa kulipuka tu, nafsi yake inalipuka tu, kwa majirani kwa ubaya, kwa familia yake kwa ubaya, kwa kanisa lake, kazini pia, vijijini anapokwenda,
Marafiki pia wanaanza kumbandika majina, maana pia wengine wanamhepa kwa sababu amebeba uovu. Wakati wote mnaweza mkapigana, hata kukutukana, si mkarimu. Yote mambo ya Roho Mtakatifu yanafungwa mtu anaishi katika dhambi. Na lisilowezekana kwa mwana wa Adamu, kwa Mungu lawezekana. Lisipowezekana kwa mwanadamu, yani lile ambalo mwanadamu hawezi kulifanya, mwana wa Mungu analiweza, Yesu Kristo. Na mmoja wapo ambalo analiweza vizuri sana ni kutusamehe dhambi zetu. Mungu anaweza, ana uwezo mkubwa sana wa kusamehe dhambi. Unaweza kusoma Luka 7 mstari wa 49, hata kwambia vile, upendo wangu kwako ni wa kweli, ni upendo wa Mungu, hauna mwisho, hauna kikomo. Siwezi kuchukia mwenye dhambi. Yesu anatuambia vile. Kuishi katika ukweli wa neno la Mungu. Mtu ambaye anasamehewa dhambi zake, anataka kusamehewa, lazima aamue kuishi katika ukweli wa neno la Mungu. Huwezi kukumbuka na kwenda kuungama dhambi zako kama huongozi na neno la Mungu. Maanake maungamo na sakramenti ya kitubio yote yanatoka katika Biblia, na Mungu ndiye anayesamehe vizuri katika uzima wa milele na kupatia hayo Mwenyezi Mungu mwenyewe. Utambua unyonge wake, kama yule mwanamke tumemsikia leo katika somo. Anajua unyonge wake, udhaifu wake, hata kama watu wanamjua ni mwenye dhambi, lakini mwenyewe anajua. Alafu umemsukuma, anataka kutoka katika mawimbi ya dhambi, anataka kutoka katika vivuli vya dhambi na utawala wa dhambi, anataka kutoka huko, anataka kuishi katika nuru ya Mwenyezi Mungu. Wazi amejitokeza, anakuja, anasikia Yesu ni mwana wa Mungu, ni Masihi, anasamehe dhambi na amejitokeza. Hizo nguvu ndio ninaomba tuweze kuzipata wakati huu wa corona. Maana kuna mawimbi mengi Mungu anatuletea maishani mwetu, yatukumbushe kwamba Mungu yuko. Kuna mambo hatuyawezi, hatuna jibu bila Mungu, kama hili wimbi tunalopitia sasa la kirusi cha corona. Kuna mengine yashatokea hapo mbeleni tukasumbuka, na kuna mengine hayana jibu mpaka leo. Kuna mawimbi ya kila aina. Tunaona mawimbi ya mafuriko, tunaona mawimbi ambayo yanakuja pia yanang'oa watu kule upande wa Asia kule, yanaharibu kabisa mpaka watu wanajitenga, magari, nyumba yanabebwa na bahari imechafuka, wimbi inatoka pale. Tumeona hata kuna aina nyingi za viumbe ambavyo vinakuwa hatari kwetu sisi, kama vile nzige nimewataja pale, kuja kutuharibia mimea na kile ambacho tumepanda. Kuna mvua zinanyesha nyingi sana ambazo pia zilikuwa na mawe. Kuna mungurumo, kuna mtetemeko wa ardhi. Vitu kama hivyo huwezi kuzuia kama ardhi inatetemeka. Huna uwezo kabisa. Wewe pia mwenyewe ni kujificha mahali uone kama utaangukiwa na nyumba mama miti. Kwa ajili ya kuzitubu dhambi zetu kabisa, Mungu anakuwa karibu na sisi. Anatulinda. Hatupati adhabu nyingi kama hizo ambazo tunazipata kwa sasa. Saa hizi tunaishi kwenye wasiwasi. Na watu wengine ambao hawamchi Mungu basi ndio wanakimbia kabisa, wanaishi kwa giza, wanaumia zaidi, maana hawana tegemeo. Wale watu wa imani saa hizi hata hii mambo haya watishi, maana mapenzi ya Mungu yatimizwe. Mungu yuko. Maana huyu Mungu ukishaungama na unampokea, unapokea neno lake, anaishi ndani yako. Unakula mwili wake, anasema anayekula mwili wangu anaishi ndani yangu na mimi naishi yake. Na pia alituambia anapopaa mbinguni hata tuacha mayatima. Roho wa Mungu yuko kwetu sisi na ametupatia vipaji vingi sana kwa kutuimarisha wakati wa misukosuko, wakati wa majaribio. Kwa ajili ya kutupenda sisi, ndio miujiza ya neno la Mwenyezi Mungu. Ni dhambi zipi zinazokulemea sana wewe mwenzangu naye nisikiliza pale, muumini wa kanisa hili Katoliki la Mama wa Shime Makupa? Ni dhambi zipi umerudia mara nyingi, na zingapi ambazo kuja ziungama mpaka leo? Na hata wajua roho ikishajaa, dhamira ikishakufa, basi zinajaa zaidi mpaka hata huwezi jua kwamba ni dhambi. Sasa ilikuwa ni jambo la kawaida. Kumalizia, kuna swali hapa tunasema hivi: binadamu usamehewa dhambi kwa sababu Mungu ana pendo na ana huruma. Tutumie hiyo nafasi kabisa, uijue dhambi yako, na pia ukishaijua uichukie hiyo dhambi, kama mfalme Daudi alivyofanya katika Zaburi ya 30. Katika kuichukia dhambi yale aliyofanya, ambayo nitawasimulia hapo mwisho,
alifanya makubwa sana. Alitubu na hata katunga nyimbo, niumbie moyo safi, usinitenge na Roho wako Mtakatifu. Mambo kama yale hapana, usiniache Mungu wangu. Daudi anaimba, Bwana wetu Yesu Kristo alitupenda bila malipo, alitukomboa bila malipo, alinipa maisha ya Ukristo bila malipo, alituumba upya hasa kiroho bila malipo yote, na pia anaishi ndani yetu bila malipo, isipokuwa tu pawe safi. Anapenda moyo safi. Mtazamo wa dunia ya leo katika maisha yetu ni wa ajabu sana. Tunafanya mengi bila usafi wa moyo. Tunaharibu mambo mengi sana. Taarifa za habari unaposikiza katika runinga, katika redio za kimataifa na za hapa nyumbani, za pwani, unasikia wanadamu wanakoseana sana, wanateseka sana, wanaumizwa sana. Kuna mambo mengi sana. Kuna wizi, kuna ubakaji, kuna uchochezi, kuna kiburi, kuna chuki, kuna ukabila, kuna ubaguzi wa rangi, kubaguana kijinsia. Na leo ni sikukuu ya mtoto Mwafrika. Leo ni kumbukumbu, siku ya kimataifa ya mtoto Mwafrika. Kukosewa haki, mtoto anakosewa haki, amekimbiwa na wazazi, anaishi kule barabarani kule, hana chakula, hana nguo, hana karo ya kwenda shule, hana mtu wa kumwelimisha. Hayo mambo hayawezi kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Tuwezeje kufanya ulimwengu uwe mahali pazuri pa kuishi sisi? Kwani mwanadamu amejaa kutojua mambo haya, kwamba Mungu anatupenda? Hajui kwamba kuna dhambi? Hajui mapenzi ya Mungu? Kwani tuwezeje kujisalimisha kwa nguvu za muovu? Tujiepushe kwa nguvu za muovu. Mbona anatutawala, unajua yuko ndani, na hatuna nguvu ya kujisalimisha? Ni Yesu tu ndiye anaweza kutusalimisha kama tutafungua mioyo yetu pale. Kwa nini waliobatizwa wengi hawapendi kuziungama dhambi zao? Kitu gani kimeingia? Ni hilo giza. Ukifungua muovu akiingia, basi ndiye anatawala, anakuzuia hata kwenda kuungama, anakuzuia kwenda kutenda mema, anakuzuia hata kwenda kupokea, anakunyima hata moyo wa sala. Nguvu za msamaha wa Mungu kwetu ni tujue kuacha dhambi, hasa chuki, choyo, ukabila, uwaji, uzinzi, wizi, ufisadi, uongo, unyambazi, unafiki, kutojali, kuviziana. Dunia yetu ya leo yataka wana mapinduzi wa hali ya juu sana wa kiroho, hawa ambao wataleta mwamko mpya, watu wamche Mungu, watu watamani kuwa na mioyo safi, watamani kuungama dhambi zao, watamani kupendana, na watamani kusameheana na kutembeleana. Tukiendelea hivi katika dhambi, vilio vya wanyonge vitazidi, na Mungu hata kutuletea majanga ya kututisha. Mnyonge anapolia, mtoto aliyetupwa amekataliwa, wengine wameavya mimba zao, wataki watoto, wengine wamevunja ndoa zao, wengine tumeondoka, tumeacha utumishi kwa Mungu, wengine tumenyakua mali ambazo si zetu, na hata mwenyewe analia, unakula jasho la mwenzako. Mungu anakasirika na anatuletea majanga ambayo hatuwezi kujibu, yanamaliza watu. Dhambi ya mfalme Daudi, namalizia, iwe kielelezo kwetu, na yule mama wa leo tumemsoma. Huyo unatoka Wafalme Samueli wa pili mstari wa 12, Samueli wa pili mlango wa 12 mstari wa 7 mpaka wa 10, kuruka mstari wa 13. Alizini na Bathsheba, mke wa Uria, komanda wa jeshi lake. Alimtunga mimba. Alijaribu sana kuficha hiyo mimba isijulikane, hata kwa kumwalika mfalme huyo Uria aje afanye karamu. Uria anakataa kwenda, maana alikuwa shanong'onozewa. Alimwogopa Daudi,
Alijaribu ujanja wa kuficha hiyo mimba ili asijulikane kwamba ni yake. Akamuua Uria. Hiyo ni dhambi tena. Amezini na mke wa wenyewe, anamuua. Dhambi za mauti zote hizo. Katika dhambi hiyo, Nabii Nathan anatumwa kwake kumfahamisha kwamba Mungu amekasirika na yeye na adhabu atakayopata ni kubwa. Daudi akaingia moyo wa toba wa hali ya juu, akahuzunika, hata katunga hizo nyimbo, akavaa magunia, akajipaka majivu kwa muda mrefu, akafanya malipizi magumu sana. Mungu akamwambia, nimekusamehe kwa umetubu, lakini jambia halitatoka ndani ya nyumba yako. Vita na yeye mwanawe wanataka kumalizana kabisa. Jambia halitatoka kwako. Malipizi mengine, dhambi zingine ni kubwa mno, zinaumiza watu, zinaumiza majirani. Huyu komanda alikuwa hana hatia yote kwenye jeshi, anapigania nchi yake. Tena vita vilivyoko, Daudi anapaswa kuwa kule, lakini yuko juu ya nyumba anatembea, akapata vishawishi. Mwanamke yule Bathsheba anaoga, na wale wamemzunguka walinzi wake, wale kina mama wanaomtunza, wana taa zimeinuka, akaona urembo, yuko juu ya dari badala ya kuwa kwenye vita. Na Mungu amempa vipaji vya kupigana, ni hodari sana Daudi. Alikuwa anafanya nini juu ya nyumba? Na kwa nini hakwenda vita? Dhambi tunazipata wapi? Kwenda mahali ambapo Mungu hatarajii tuende huko, mahali pasipofaa, kwa saa isiyofaa, kwa njia isiyofaa, kukosa busara na kuisha kukosa hekima ya Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie moyo wa kutubu na moyo wa kumpenda zaidi na kutangaza neno lake kwa usafi wa moyo, kwa kuchukia dhambi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Amina. Kwa ajili ya maombi ya mama yetu, muombezi wetu, Mama wa Shime, Parokia Makupa, tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Nyuma tukiomba katika shida zetu, tuokoe siku zote tuingia hapa hatarini. Bikira mtukufu mwenye baraka. Amin. Wana Makupa wote wema na wale ambao wamesikia neno hili kule mliko, liguse maisha yenu, tamani kuungama, tuchukie dhambi, tumpende Mungu, na wabariki katika sakramenti ya daraja nimejaliwa kwa parokia hii, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.